Leo mwezi pili mfunguo pili 1446, mfunguo pili kwa maana ya Dhulqaada, ikiwafiki tarehe 1 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Leo Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza, tupo hapa kijijini Chamvwa, ni kata ya Mwabomba, wilaya ya Kwimba, mkoa wa Mwanza. Ndugu zetu wa kijiji hichi walikuwa hawana msikiti kabisa, na taarifa tulionayo wanaswali kwenye maeneo ambayo jua likienda huku na wenyewe wanahamia huku. Almuhimu hakuna msikiti. Tumeamua Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA kwa fedha zetu za ndani kuanza kwenda vijijini na sehemu ambazo zina shida, kuhakikisha mkoa wetu wa Mwanza hatuna uwezo wa kumaliza, lakini walau kupunguza. Na leo tumetasharafu na kiongozi wetu Shekhe wa wilaya ya Kigoma mjini, Alhaji Hussein bin Musa bin Hanzuruni, Sheikh Kabeke, ambaye yeye ni shekhe wa wilaya ya Kigoma mjini. Tumempa heshima hii kwamba yeye ndiyo atakayetuanzia kuchimba msingi wa msikiti huu, na tumeanzisha utaratibu wa kutambua baadhi ya watu kwa juhudi zao na kazi zao na mema wayafanyayo. Msikiti huu tumeamua hapa Chamvwa, tumeamua kuupa jina la mtoto wetu, binti yetu, ambaye ni mtoto wa dada yetu. Tumemwona anainukia katika kheri, anainukia katika baraka na kupenda kheri. Hata msikiti ule wa Mwabomba tuloupa jina la Hajat Fatma binti Ibrahim, yeye amechangia kwa kadiri alivyojaliwa na Allah, na wamechangia watu wengi, lakini tumeona ni binti amechukua silsila ya wazazi wake, amechukua mwenendo wa mama yake na baba yake na familia yao katika kupenda kheri. Nimeshangaa kumuona anachangia, kila mkisema atatoa mchango wake hata kidogo atatoa. Nikasema huyu katika kumpongeza na kumtia moyo na kuwafanya wengine wapende kheri, basi msikiti huu wa hapa kijijini Chamvwa, kata ya Mwabomba, tumpe jina lake, na insha Allah tunamwombea Mungu akipata fursa aje mwenyewe siku moja utembelee. Unaitwa Masjidi Shaista bin Salim. Kwa hiyo tutafanya hivyo, na sote tuliokuja tuwe mawakala wa kuhakikisha msikiti huu nao unasimama. Na nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wale wote ambao wanaendelea kutuunga mkono. Na nataka niseme wazi, tunaungwa mkono na Waislamu wa Mwanza, baraza lenyewe nguvu yake ya ndani, sisi viongozi mmoja mmoja kwa nafasi yake, lakini wako ndugu zetu wako mpaka nje ya Mwanza, wako dada zetu, wajomba zetu, shanga zetu, wako nje ya Mwanza. Kwa harakati hizi za kheri wanavyoziona wanatuunga mkono, na inshallah wao hawapendi kutajwa, lakini iko siku nitawaomba ridhaa yao tuwataje kwa namna ambavyo wanatuunga mkono. Kwa hiyo niseme tu kwa ufupi, hii ndio program tumeianzisha, na kadri tunavyoendelea hii misikiti tumeamua tutaipa majina ya watu wetu, wapenzi wetu, hata viongozi wenzetu wa baraza. Sio jambo la ajabu, mbona wanakuja watu wanatoka huku na kule anaita jina hili jina hili tunaita, mbona hatuoni vibaya? Tuwaite watu wetu, tuwatie moyo, na sio mpaka tusubiri wamekufa. Hapana, mwingine yuko hai, tumpe jina, na tunapompa jina lile la kwamba huu msikiti una jina lake, na yeye mwenyewe hutasharafu, kufurahika, aendelee kufurahi kwamba tumetambua heshima yake, bado yuko hai. Kwa ufupi nimalizia wa kusema tunamshukuru sana mzee wetu, mzee Ibrahim, ambaye yeye ndio sababu toka tulivyoanza kule Mwabomba sasa tumekuja hapa, yeye ndio sababu. Na niwashukuru ndugu zangu ambao ni watoto wake, maana na mimi ni mwanae, katika wanae na mimi nimo. Basi nimshukuru yeye baba yetu, na niwashukuru watoto wake ambao ndugu zangu
kwa namna wanavyosimamia. Tukituma kitu wanasimamia mara moja, atakwambia tayari uwanja hichi tayari. Uwanja tumenunua siku moja tu tukamaliza, na hapa tumeshaleta tofali kama 400, tumeleta mchanga, tumeleta sementi kidogo. Leo tutaanza kuchimba msingi, na tumesema heshima hii tutampa shekhe wetu wa wilaya ya Igoma mjini. Nitoe shukurani. Tume anasema man la yashkuru nasa la yashkuru Allah. Mtu kama ukuweza kuwashukuru watu, basi hata Mola wako uweze kumshukuru. Lakini pia sisi watu wa ahlu sunnati wal jamaa, ahlu shafi, tunasoma katika kitabu cha Al-Warakati katika ukurasa wa 4, kinasema katika zile hawasi 5. Kwa hili ni jambo la kumshukuru shekhe wa mkoa. Hawasi 5 za mwanadamu pia zinakwenda kwa ubora wake. Kwa katika hizi hawasi kuna hawasi ya kuona na kuna hawasi ya kusikia. Kwa shekhe wa mkoa ametumia fursa hii kutumia hawasi ya kuona kwamba vijijini kuna tatizo na kuna shida. Kwa imeona kwamba ni bora aje aone mwenyewe kuona shida wanayopata watu walioko pembeni ya mji. Lakini hakutumia hawasi tu ya kusikia, kwamba angesikia tu amekaa ofisini akawa anasikia tu, lakini kuja kwake kumemtia nguvu kubwa sana kwa ajili sasa unaona ye mwenyewe amekuwa mstari wa mbele kushiriki baada ya kuona madhila wanayopata Waislamu walioko katika maeneo haya. Kwa ni jambo la kumshukuru, na hapa ndio Mtume anasema kullukum rai wa kullukum mas'ul an rayati. Kila mtu ni mchunga na kila mtu ataulizwa kunako mchunga wake. Shekhe wa mkoa angeulizwa amekaa ofisini, watu wa huku si panaitwaje, kwamba wana shida gani, Chamvua kuna shida gani, kuna matatizo gani, watu wanasali wanapigiwa na mvua, yeye angeulizwa, angekuwa masuli mbele ya Allah subhana wa ta'ala. Lakini hili sasa leo ameondokana na dhima hiyo, kwamba mkishindwa nyinyi wenyewe kuswali, yeye ameshaondokana na nini, na dhima hiyo. Kazi imebakia kwenu, na misikiti hii iwe ni kheri kwetu, isiwe ni shari. Tunajenga misikiti hii, tumetoka mbali kuja kushirikiana na nyie. Tunatamani tusikie amani na utulivu unapatikana. Sio tena kesho na kesho kutwa tena msikiti umepasuka, watu wamepigana ngumi, watu wamepasuana, watu wamefikishana mahakamani. Kuna nyumba ya Allah subhana wa ta'ala. Tumejifundisha kwamba sisi kama viongozi sio kazi yetu kukaa wapi, ofisini. Sisi kama viongozi ni kutoka nje, kwamba kumbe tunapokaa kule ofisini, kumbe kuna watu wana dhiki na shida kubwa, kuna Waislamu wana dhiki na shida kubwa katika vijiji vyetu. Kwa Mwenyezi Mungu atupe kheri na baraka. Na jambo hili tunalianzisha leo, basi Mwenyezi Mungu atie nuru, tuweze kupata wahisani na wafadhili mbalimbali waweze kujitolea kwa hali na mali. Hasa Mwenyezi Mungu aweze kutupa kheri, msikiti hii iwe ni misikiti ya kheri, misikiti ya mafanikio, na tupate misikiti zaidi na zaidi. Nakumbuka tulipokwenda kule Mwamburui, kuna mzee mmoja alisema yeye yuko tayari, ilikuwa si mwaka gani nimeusahau, amejenga misikiti 111. Kwa tunataraji msikiti ndani mkoa wa Mwanza, basi tuzidi hiyo misikiti 111 ili nafuu ya Waislamu iweze kupatikana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa sallim ala husnika ma araina katu ya ori Allah yanda salamu alaika ya Rasul, salamu alaika. Kwa majina naitwa ni Haliba Itazari, ni mwenyekiti wa kitongoji cha eneo hili la Mila, kijiji cha Chamvua. Nashukuru kwa mkuu aliyekuja hapa kututembelea, kutuletea msikiti, mkuu wa mkoa wa Mwanza. Nashukuru sana kwa kutuletea msikiti. Tena tunashukuru sana na wananchi wote tumeshukuru. Nilipopatikana eneo kwanza, mimi kama mwenyekiti wa kitongoji
nilishukuru sana kwa kupata msikiti, maana kijiji hiki kilikuwa hakina msikiti. Kwa leo sasa hivi kina msikiti. Cha kuomba tu mkuu wa shehe wa mkoa, tatizo letu tena maji. Kwa tunaomba maji katika kijiji hiki, katika eneo hili, ili kusudi yasogee kwenye msikiti huu maji, ili tuwe tunapata mapema maji, huduma ya maji. Kwa hilo mkuu wa shehe wa mkoa, nitashukuru sana kwa ombi nilioomba kama hili. Na mkabidhi mzee wangu wa eneo, katika eneo la kitongoji hiki, naye aweze kuongea mawili matatu kwa niaba ya wananzengo. Asante sana. Takbir. Allahu Akbar. Mimi nitazungumzia machache tu, la tajaribu kupitia kadi ya biopitia mwenyekiti wa kitongoji. Kilio sana ni maji. Tunaomba shehe maji, na tutashukuru sana kama ombi letu hilo litafikiwa. Yani sina zaidi ya kusema. Mimi naitwa Mariam Senga Masibu. Ninakaa kijiji cha Chamba. Ninashukuru sana kutujengea msikiti huu. Yani nilikuwa sidhani tutajengea msikiti. Tulikuwa tunasalia kwenye mti wa mnani. Yani mti ilikuwa ni mbaya mno, tulikuwa tunaweka fronya, unajua mezea. Yani tulikuwa tunahangaika mno. Ikija mvua tulikuwa tunasumbuka mno. Ila tunaomba na maji, hatuna maji. Tunaomba mtujengee na maji, mtuchimbie mabomba tupate maji. Chamba hatuna maji kabisa. Tunakunywa maji mabaya. Yani tunasumbuliwa na tumbo. Tunaumwa kila siku tumbo, tunaenda hospitali, tunaenda kulazwa. Yani maji ni mabaya. Tunaomba mtujengee msikiti. Tunaomba mtujengee na maji, mtuletee na maji. Unene nalitanwa Maria Nicola Budewa. Unene nale mwenyeji wa kijiji cha Chamba. Mimi naitwa Maria Nicola Budewa, mwenyeji wa kijiji cha Chamba. Tunashukuru sana kutuletea msikiti. Tunawashukuru sana WABAKWATA kutukumbuka. Tulikuwa tunaswalia nje, ikija mvua inaanza kutunyeshea, lakini sasa hivi tunashukuru sana kutujengea msikiti kwenye kitongoji chetu cha Chamba. Mmefanya vizuri sana. Tunamshukuru sana shehe aliyejitoa kuja kutuona, kutujengea msikiti. Tunashukuru sana, amefanya vizuri sana. Ondereri naliane nalitanwa Aisha Mayala Lufungulo, nalenapolombi butale sana. Kwa jina langu mimi naitwa Aisha Mayala Lufunguo. Na shukrani nyingi sana kutuletea msikiti huku kijiji chetu cha Chamba. Zamani tulikuwa tunaswalia chini kwenye mti, lakini leo tumepata msikiti katika kijiji chetu cha Chamba. Tunashukuru sana watu wa BAKWATA pamoja na shehe na watu wote. Tunawashukuru sana kutuletea msikiti katika kijiji chetu cha Chamba. Tunashukuru sana, mbarikiwe sana. Mbarikiwe sana. Kwa majina naitwa Sheikh Musa Ibrahim, ni mkazi wa kijiji hiki cha Chamba na ni msimamizi, ni imamu wa kijiji hiki cha Chamba. Ninashukuru sana. Nilikuwa nina swali nje ya mti, lakini sasa hivi kwa dua zetu na kilio chetu, tunashukuru kuja kutuona shehe wa mkoa. Tupo kwenye mazingira ambayo ni hatarishi, ambayo tulikuwa tunaswali kwenye mti, mvua ikija tunakimbia ndani ya nyumba. Lakini sasa hivi tutakuwa tumeshukuru kwa ujio huu. Shehe wa mkoa amekuja kuona namna tulivyokuwa tunaswali, lakini kwa sasa tupo hapa, tumepata fursa kwa ajili ya Allah
subhana wa taala. Sasa hivi tutakuwa tumeswali, tupo hapa. Tunashukuru sana hii timu ya BAKWATA imekuja kuzindua msikiti kijiji hiki cha Chambwa. Mimi kwa jina naitwa Ibrahim Rufungulo Kisinza, jina maarufu. Napenda kuchukua nafasi hii niwashukuru BAKWATA na pia nimshukuru Shehe wa mkoa wa Mwanza, Shehe Kabeke, yani kwa namna ya kututembelea kufika kijijini, na ndio maana tunanufaika na kupata msikiti kama hii, msikiti huu na msikiti wa Mwabomba ambao kwamba hatakuwa na msikiti. Kwa hiyo ninawashukuru sana BAKWATA, baraza kuu la BAKWATA na ni hapa ndani mkoa wa Mwanza. Ndugu zangu na wadau wengine ambao wametuwezesha kuwa na msikiti mzuri kama wa Mwabomba na huo leo hapa, nafikiri kwa hili nawashukuruni sana. Jitihada za Sheikh Kabeke kwa Kisukuma sisi tunaita kwamba huyu namna anavyojituma tunaita mwanano kwa kaliagana kabisire. Na maana hili kwa Msukuma kabisa, na maana ndasema kwamba huyu ni mwepesi ambao kwamba anaweza anasikia alafu pia anafuatilia. Ndio maana sasa tunaita sisi mwanano kwa kaliagana kabisire. Ina maana ndefu sana hii, lakini sasa kutokana na muda ndio maana ningelisimamia hapa tu nikiwashukuru. Asanteni sana jitihada hizi.